Baada ya Zuchu kuweza kumwelezea mama yake kila ambacho kinamsumbua sasa hivi, hatimaye imeweza kugundulika na kufahamika kwamba ni nini hasa ambacho kinamsumbua Zuchu. Mara nyingi tumekuwa tukiona hajawahi kuexpose kabisa mambo yake public, na kama unakumbuka vizuri, last time nilikuletea ile video ambayo inamuonyesha mama yake na Zuchu alivyokuwa akiongea kwa huzuni kuhusiana na hali ya mwanae ambayo anaipitia sasa hivi. Kama ukubahatika kuiona ile video ambayo mama yake na Zuchu alikuwa anaongea, usijali, mwisho wa hii video hapo kwa makini itatokea hapo kwenye screen video ambayo inaonyesha mama yake na Zuchu alivyokuwa akiongea kwa uchungu zaidi kuhusiana na hali ya mwanae. Utaibonyeza hapo kwenye screen mwisho kabisa wa hii video. Pale itakapokuwa inaishia video hii hapa hivi, utaibonyeza hiyo video itakayokuja kwenye screen, then utaitazama hiyo ambayo mamake na Zuchu alikuwa anaongea kwa uchungu zaidi kuhusiana na hali ya mtoto wake Zuchu kwa sasa hivi. Sasa baada ya yale yote ambayo yameweza kutokea na kila ambacho kimeweza kugundulika wazi, hatimaye imeweza kutambulika rasmi kwamba ni nini hasa ambacho kinamsumbua mwanadada Zuchu, kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu sana hatukuwahi kuona Zuchu akiexpose mtandaoni. Mara nyingi amekuwa akiact kama yuko okay, lakini kumbe kuna shida ambayo ilikuwa inamsumbua. Kabla sijaweza kukwambia ukweli wote juu ya hii taarifa na kila ambacho inasemekana kwamba ndio kitu ambacho kinamsumbua Zuchu kwa sasa hivi, tumia sekunde moja tu muda wangu wa maana kabisa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako. Ni kitendo cha sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo ukilike video utakuwa umetisha sana, na ukisubscribe utakuwa moja miongoni mwa watu wa maana sana kwa upande wangu mimi. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kila ambacho Zuchu anakipitia sasa hivi na kwa nini alikuwa kimya. Sasa kama ambavyo nimeweza kukukumbusha kwamba nilikuletea video inayoonyesha mama yake na Zuchu alivyokuwa anaongea mpaka analia kuhusiana na hali ya mtoto wake Zuchu kwa sasa hivi, kwa kile ambacho yeye alikuwa hakijui. Nimekuambia kabisa kwamba kwenye hii video hapo mwisho kabisa hii video kuna video itajitokeza hapo kwenye screen. Wewe utaibonyeza, alafu tenda kutazama, itakuwa inazungumzia, itamuonyesha mama yake na Zuchu akizungumzia kile ambacho aliweza kuhadisiwa ama kuambiwa na mwanae Zuchu kuhusiana na kile ambacho experience katika ndoa yake. Sasa kumbe bwana, kama kawaida na kutokana na zile sababu ambazo niliweza kukwambia kwenye video ile pale, imesemekana kwamba Zuchu sasa hivi ni kama vile kuna muda akili yake inakuwa haiko sawa. Kwa hiyo anahitaji ukaribu na uangalizi mkubwa sana, ili mwisho wa siku sasa zile stress pamoja na depression ambayo ameipata kwa muda mrefu na kuivumilia kwa muda mrefu isiweze kuwa sugu kiasi kwamba apate mshauri, apate psychologist, ili mwisho wa siku sasa akili yake iweze kurudi kawaida, kwa sababu ameficha mengi sana na ametunza mengi sana katika akili yake, katika moyo wake, kitu ambacho kitamfanya baadaye kama hali ikiwa sugu basi anaweza akaonekana kama vile amechanganyikiwa, lakini kumbe ni kutokana na kwamba amehifadhi mengi katika moyo wake ambao ni machungu na anamuumiza katika ndoa yake. Na inasemekana kwamba ameshauriwa kwamba itabidi akae na psychologist karibu, ili mwisho wa siku aweze kumpa ushauri wa kisaikolojia zaidi na matibabu ya kisaikolojia ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Sasa nadhani wengi, kwa sababu hii video design kama wanakuwa kama hawajaielewa, ila ukitazama video ambayo nilikuwekea mamake na Zuchu alivyokuwa anaongea kwa uchungu zaidi, unaweza kuelewa hiki ambacho nakiongea sasa hivi. Sasa tazama kwenye screen yako hapo, kuna hiyo video, ibonyeze, itakupeleka kuangalia full video. Lakini mimi mzedi, usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.